Basi abesi nani ana swali? Nani ana swali? Nani ana swali? Maswali please. Amen. Bwana sifa sana. Amen. Kipindi cha Jumatano kulikuwa na maswali na majibu kanisani kwetu. Ndio sana. Ndio. Lakini swali lenyewe lilikuwa nasemaje? Hivi kuna watu wa Mungu na watu wa shetani. Kuna watu wa Mungu na watu wa shetani. Na watu wa shetani. Sawa? Wala waliokuwepo leo kanisani walikuwa wachache, vijana 4, 3 sijui. Wamejifunza kwa sehemu hii. Sawa? Wale ambao hawajabahatika, tumebahatika kupata hili swali. Kuna watu wa Mungu na watu wa shetani duniani. Ili tupate majibu yaliyo sahihi, tunataka tuangalie some references from Bible. The Bible ndio msingi mama wa mambo ya imani. And whatever we are doing have to be proved by the word of God. Hakuna ideology, idea yoyote, msimamo wote au kima yoyote itakayotupa majibu kama haitalingana na neno la Mungu. Sawa eh? Kwa hiyo tutapita kwenye maandiko ili tuone. Ukisoma katika kitabu cha Matendo, tunaanza baadhi ya maandiko. Sawa. Matendo ya Mitume chapter 13 verse 10. 13:10. Biblia inasemaje? Matendo ya Mitume. Lakini Biblia yangu inasema hivi. Akasema, ewe mwenye hila au ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, wache kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Wanaojua story hii wanajua ni story iliyotokea mahali fulani. Bwana mmoja anaitwa Filipo alienda Samaria, akaenda kuchapa injili, maelfu ya watu wakaokoka. Lakini pale mtaani palikuwa na mchawi mmoja maarufu sana, mchawi maarufu sana. Na huyu mchawi katika umaarufu wote wa uchawi wake, ilikuwa imefika mahali watu wanamheshimu, wanajua ni nguvu na uwezo wa Mungu kutoka wapi? Juu. Alikuwa anapewa respect yanotakiwa apewe Yesu. Yaani Yesu silikuwa uwezo wa Mungu ulio juu. Sio Biblia inasema? Kwa respect alikuwa anapewa huyu, ni respect anapewa nani? Yesu. Sasa kilichotokea, huyu bwana alikuwa anafanya miujiza mingi, ishara, maajabu, wonders. Kafika mahali watu wakampa heshima ambayo anatakiwa apewe Yesu. Filipo akaingia pale mtaani, akaanza kuchapa injili. Chapa injili. Filipo akaanza kufanya miujiza extraordinary. Yaani huyu jamaa hajawahi kilema kutembea. Miujiza yake, mvua itanyesha, mazingaombwe. Sawa. Lakini kilema kutembea, kipofu kuona, mtu chizi anarudi
kwenye hali nomo. Jamaa akashangaa akasema, mimi ni mchawi, lakini hapa mtaani katokea mchawi. Kwa akili zake yeye ndivyo hivyo alivyojua. Hapa mtaani katokea mchawi kuliko yeye. Akasema now I have to surrender. Kwa sababu business ya wachawi siku zote huwa ni next level. Ndio plan yao, next level. Akifika hapa akiona somebody yuko level zaidi yake, anagaramika kwa namna yote ile aipate ile level. So kwa namna yote aipate ile level. That's what they do. Kwa hiyo jamaa hakuokoka. No, utamjua kwenye hii story. Sababu kwenye hii story akina Petro waliitwa. Kwa sababu watu walikuwa wamebatizwa lakini hawajajazwa Roho Mtakatifu. Filipo alikuwa hana neema ya kubandika mkono watu wajazwe Roho Mtakatifu. Alikuwa hana. Vilema watatembea, miujiza itatokea, lakini impartation of the Spirit of God, yani kukuwekea mkono ukajazwa Roho Mtakatifu, alikuwa hana neema hiyo. Kwa kilichotokea ikabidi ujumbe uende, alafu yule bwana akaja Petro pamoja na wenzake. Walipofika jamaa kaona tena another version. Yani kaona version ya kwanza jana. Ile mwana anatembea. Jamaa akasema no. I have to acquire this level. Lazima nipate hii level. Amekuja Petro akaona new version. Tolewa jipya la staili ya miujiza. Sasa jamaa akukaa kimya. Ukianzia hapa juu, kuanzia mstari wa 8, Biblia inasema hivi: lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao. No, hii ni sura nyingine. Hii ni ya Elima. Lakini hii kitu kimetokea sehemu hizo, na masuala haya yametokea sehemu nyingi pia. Hii ni ya Elima, naye alikuwa mchawi pia. Sawa. Lakini kuna yule Msimeoni, hiyo nilikuwa nawapa ya Simeoni, ambaye naye alikuwa mchawi, ambaye aliokoka. Sawa, ambaye naye aliokoka. Na yeye maandiko yanasema hivyo. Ngoja tuitafute hiyo, tuachane na hiyo. Twende kwa ile ambayo nimeshaipigia story. Sawa. Twende kwa hiyo sura ya 9:8 na matukio yanayofanana. Kitabu cha Matendo ya Mitume jicho sura ya 8. Yes. Ukaanza mstari wa 4. Lakini wale waliotawanyika, mstari wa 4, wakaenda huko na huko wakihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiria Kristo. Sikiliza. Na mkutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyonenwa yao yaliyosemwa na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. Kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliokuwa wanapagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Nimeisimulia. Sawa. Hii ilikuwa ni version. Na mtu mmoja jina lake Simoni, ambaye nimemsimulia hapo kwanza, alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akawashangaza watu wa taifa la Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema huyu jamaa au mtu huyu ni uwezo wa Mungu ule mkuu. Na ukisoma hii title ni title ya Yesu. Sawa. Sababu Yesu Kristo alifunuliwa, tukauona utukufu kama wa mwana wa pekee wa Mungu. Uweza na mamlaka sasa hivi na Yesu. Sawa. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume kwa wanawake. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa. Sawa. Jamaa akabatizwa. Sasa sikiliza. Na mitume waliokuwa kwa Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imekubali neno la Mungu,
wakawapeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokea Roho Mtakatifu. Jamaa kapiga kazi, kamaliza. Waliokuwa wamepokea Injili, Roho Mtakatifu alikuwa hajapokea watu. Wakaja hao ambao walikuwa na neema ya kuweza kuombea watu, wakapokea Roho Mtakatifu. Sasa sikiliza. Ndipo wakaweka mikono, mstari wa 17, mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapokea Roho Mtakatifu, jamaa pana hii new version, new version. Sasa huyu jamaa kaponya viwete, wametembea, lakini this one ni new version. Haya, akawaambia sasa, akataka kuwapa fedha, akisema nipeni na mimi uwezo huu. Yaani huyu jamaa alikuwa hajaokoka. Huyu jamaa alikuwa anatafuta level fulani. Alipoona kina Petro nao wamekuja na new version, akasema hapa let me combine. Nipate iliyoko kwa Filipo, nipate iliyoko pia kwa jamaa, kwa sababu kwanza jamaa ni majenerali kuliko Filipo. Wana level za juu kuliko nani? Filipo. Let me acquire this chance and not lose it. Akatoa pesa, akasema jamani, niwape pesa. Akataka wape pesa, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, sasa sikiliza, fedha yako na ipotee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Basi tubia uovu wako huu, ukamwombe Bwana, ili kama yamkini akusamehe fikra hii ya moyo wako. Kwa maana na kuona katika uchungu kama nyongo, na tena katika vifungo au kifungo cha uovu. Huyu jamaa, kwa sababu wachawi kwa asili huwa wanatembea na title ya kuwa wana wa ibilisi. Sasa swali la kijana linasema, inawezekana kweli duniani kwa kuna watu wa Mungu na watu wa shetani? Ukisoma vizuri kwenye maandiko, kuna hiyo ya sura ya 13 Matendo, Paulo anamwambia yule Bayesu, wewe ni mwana wa ibilisi. Sawa Ukisoma vizuri kwenye kitabu cha Watesalonike wa pili wa kwanza, juu ya habari ya kuja kwa mpinga Kristo, maandiko naye anamdefine kama mwana wa ibilisi. Sawa mwana wa shetani. Sawa itafute to prove mwana wa nani? Wa shetani. Kwa sababu hivi vitu tusiende kwa maneno tu, alafu pia tutaenda kwenye maandiko mengine tukatafute uthibitisho wa kutosha. Uthibitisho wa kutosha. Watesalonike wa pili sura ya 2. Hivi ni sura ya 2 ni Watesalonike wa kwanza sura ya 2. Wa kwanza wa pili sura ngapi? Sura ya 2 hiyo. Kwanza mstari wa ngapi? Ndio, kwanza sura ya 3. Kwanza mstari wa 4, ukianzia mstari wa 2 itakuwa ni vyema zaidi. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji isipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Mwana wa uharibifu. Hii mwana wa uharibifu, baba wa uharibifu ni shetani. Kwa hiyo ni mwana wa nani? Wa shetani. Yule mpingamizi ajiinue nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe
kuketi katika hekalu la Mungu akionyesha nafsi yake ya kana kwamba yeye ndiye Mungu. So hili ni andiko lingine. Andiko lingine liko kwenye kitabu cha Matendo. Ngoja tutafute. Na Mathayo, Luka, kati ya hizo tuone. Mathayo 3:7. Haya ni maneno ya Yohana Mbatizaji. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka. Enyi wazao. Jamani, mimi nawapitisha kwenye maandiko. Halafu baadaye nataka nikupe revelation how it works. Na hivi vitu vimeonekana pia kwenye sehemu zipi kwenye maandiko. Lakini Yohana hakuwa amechanganyikiwa. No. Na alikuwa ni a very spiritual man, mtu wa roho. Akaangalia, ngoja jamaa, sio kizazi cha wanadamu. Hiki ni kizazi cha nani? Cha nyoka. Na akauliza swali, enyi kizazi cha nyoka. Hebu soma vizuri utaiona. Enyi kizazi, enyi wazao wa nyoka. Ni nani aliyeona ninyi kukimbia hasira itakayokuja? Hivi naelewa itaitwa. Yaani huyu bwana alikuwa anawaambia clearly, openly kwamba nyie kuna watu wataokolewa lakini sio nyie. Kwa sababu nyie nani alishoonye? Yaani nani alishowaambia kwamba nyie mnaweza mkakimbia adhabu? Nyie. Kwa nini? Nyie ni wazao wa nani? Wa Ibilisi. Wa Ibilisi. Sawa. Okay. Sasa twende tukajidefine kwanza kwa upana wake. Moja, viumbe vyote vilivyoko mbinguni na duniani, malaika, wanadamu, mashetani, mimea, wanyama na ndege na kila kitu kionekanacho na kisionekana, kuna aina kubwa ya viumbe viwili vilivyoumbwa na Mungu na ni 90% na vimeumbwa na nani? Na Mungu. Lakini ukienda kwenye sayansi za kichawi, kuna viumbe 1% ndogo sana ambao vimeumbwa na shetani kwa kutumia vile viumbe vya Mungu. So take note here. Kwa ukiweka kwa ujumla, viumbe vyote vinatokea kwenye uwezo wa Mungu. Kwa sababu hata nguvu za shetani na zenyewe za Mungu. Sawa, lakini shetani kwa maarifa yake, kuna namna wanatengeneza viumbe wao kule kuzimu. Wanatengeneza viumbe ambao vinasimama nao kwenye jeshi la pepo wabaya kuweza kupigana na humanity. Sawa. Ndio maana ukienda kwenye upande wa mapepo na majini, utakuta kuna vitu vinatambulishwa kwa lugha nyingi. Majeshi ya pepo wabaya, wakuu wa giza. Sawa. Na vitu vingine vingi vinaelezewa kwa upana. Lakini ukija kwenye reality sasa, wao kule wana maarifa wanayotumia kugenerate some creation, uumbaji fulani, wanauzalisha uumbaji fulani, wanatengeneza viumbe vinavyokuwa kama silaha. Ndio maana Biblia inasema na inaongelea mambo ya silaha. Sawa. Sasa kwenye silaha kuna silaha za kichawi, kuna silaha za pepo za kivita. Sasa kule kwao kwenye majeshi yao kuna aina ya mapepo ambao wanayaumba wao. Na yale ndio ukiwa kwenye vita wao unaweza ukayaua. Unaweza ukakemea mapepo kwa jina kufa, yanakufa. Kwa nini? Yale sio kama majini au mashetani. Kwa sababu mashetani au wale malaika walioanguka kutoka mbinguni huwa hawafi. Milele yote hayafi yale majamaa. Ila vile vinavyotengenezwa na yenyewe vinakufa. Vinakuwa ni viumbe vyenye pumzi kabisa. Real. Na mekanizmu wanaoitumia, wanamtumia mwanadamu. Mekanizmu wanaoitumia, wanamtumia mwanadamu ambaye yeye alishabeba uwezo wa kuzaa. Sawa, alishabeba uwezo
wa kuzaa. Kwa wanatumia platform ya mwanadamu, wanachanganya na nguvu za giza, wanatengeneza kitu kinazaliwa ndani ya mtu, lakini ni kiumbe cha ajabu, kinakuwa kina uchotara, yaani kembeba sehemu kutoka kwa mtu, sehemu kutoka ulimwengu wa mapepo na mashetani. Baada ya mjadala kuzaliwa kwa Yesu, kuzaliwa kwa Yesu was a supernatural event. Uwezo wa Mungu ulimfunika Mariamu, uliomfunika Mariamu akaumbwa mtoto ndani ya tumbo la nani? La Mariamu. Yule mtoto aliyeumbwa ni uwezo wa Mungu ulio juu, ni mwana wa Mungu wa pekee, lakini hana baba wa mwili, ila kaumbwa tumboni mwa mtu. Ile mekanizmu wanaitumia hata kuzimu. Ni vitu ambavyo kwenye Biblia hawajavi explain sana, havionekani sana, lakini ukienda kwenye reality na ukaanza kuongeza maarifa na kuzipiga vita za kiroho, na Roho Mtakatifu anaanza kuchukua kwenye baadhi ya corridors za siri za kiroho, utagundua. Ndio maana kuna watu wanaota ndoto wananyonyesha. Utafute wadada, anakwambia nimeota ndoto mchungaji, mimba yangu ina miezi 6. Halafu anakaa baada ya kama miezi 3 anaota amezaa. Halafu anakuwa anaota kwa kujirudia, ananyonyesha. Atabakia kusema ni ndoto tu, lakini sio ndoto. It is so real spiritual. Kuna kiumbe kakizaa kabisa na kinaishi. Okay, ngoja niongee kwa lugha hii. Kuna wanadamu fulani wanaonekana kwenye kitabu cha Hesabu sura 13:33. Ni wanadamu. Na wanaonekana pia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Hao wanadamu wanaitwa Wanefili. Mlishasikia? Wanefili. Kwenye Biblia yako tafuta kote, utakuta genealogy ya hao jamaa. Yaani utakuta kwamba hao jamaa wametokeaga wapi? Yaani baba yao kwamba ni Adam. Utaona. Ila Biblia inasema walikuweko duniani Wanefili. Sijui walikujaje, hiyo siwezi nikaprove. Lakini kitu cha ajabu kinachoonekana, hawajulikani wametoka wapi. Hawana baba. Yaani wezuka. Genealogy ya Yesu inaonekana. Ibrahim akamzaa fulani, akamzaa fulani, au Adam akamzaa Seti akamzaa fulani, akamzaa Enoch, akamzaa nani, akamzaa Daudi, akamzaa nani, mpaka akaja kuzaliwa nani? Yesu. Ni genealogy inaonekana. Wanefili hawana genealogy inayojulikana. Ukienda sasa soma kwenye ile Hesabu 13:33, utashangaa kitu cha ajabu. Wakati wana Israeli wanatoa ripoti, wanaitoa kwa Musa kwa kile walichokiona kule walikwenda kupeleleza nchi, wanamwambia na kule tumewakuta Wanefili wana Anaki ambao ni wazao wa wale Wanefili wale wa kitabu cha Mwanzo sura ya ngapi? Ya 6, ambapo baada ya sura ya 6 kulipita gharika. Watu wote wakafa alipona mtu huyo na familia yake Nuhu. Ila baada ya miaka mingi watu wameshajaa duniani, wanashangaa wana wa Israeli wanatokezea mahali wanakuta Wanefili. Wana wale Wanefili kule. Ina maana gharika ilipopita watu wakafa. Yale majamaa hayafai. Naweza mkono mbele amekufa lakini ametokezea mahali. Sijui mechanism yao, sijui. Lakini possibly kwa uwezekano fulani, yawezekana ni aina ya watu wanaozaliwa kichawi.
wanaotengenezwa kipepo, wanaibuka duniani, ni wanadamu kabisa. Katika maisha mimi naamini watu wengi wako, kwa sababu wanaweza waka kwa mfano, ukienda watu ambao wameshafanya shughuli za mishukuru, kijana mmoja umeenda macho dawa macho, ukienda vizuri kwenye Biblia na ukaistadi Biblia vizuri, kuna kitu kinaitwa uchawi. Lakini uchawi unafanyaje kazi kwa formula zipi haijaelezeka, ila ni kitu kinachotisha. Mpaka kwa Agano la Kale Mungu alitoa hukumu ya kuwaua wachawi. Na ukiangalia artisti za wachawi kwenye baadhi ya events, ni kama ile inayoonekana wakati Sauli kaenda kwa yule mwanamke mchawi akaulize siri zilizofichwa, nini kitatokea, apate unabii, ana ikiwezekana amuone nani Samueli, ili angalau muombe hata msamaha, ugomvi wake na Mungu ishe. Na yule mwanamke akawa na nguvu za kichawi za uwezo wa kumfufua mtu. Mchawi tena aliyemfufua sio mtu fulani lokoloko tu, nabii, chief prophet, general prophet, ambaye mnaweza mkatuma watu wakamkamate, wakikanyaga tu mtaa naishi, wanajaza Roho Mtakatifu, wanashindwa kumkamata. General man of God, wanatumwa kukamata, wanafika wananena kwa lugha. Tuma kamata, wanafika wananena kwa lugha. Sauli naye akaenda, akafika akaenda kwa lugha, akafua na Mungu. Game likaisha, wakasema jamaa akamatiki, akafa. Alivyokufa mchawi anamtoka ulimi. Samueli anakuja amekasirika, nani ananisumbua? Katoka kuzimu, kafufuka, kaja kwa uchawi. Unapata revelation kwamba uchawi is something very extraordinary, so very simple, complex artistic science imefichwa kwenye nini? Uchawi, kiasi ambacho wale jamaa wana uwezo wa kuumba vitu. I tell you true, wana uwezo wa kutumia sayansi kuumba viumbe fulani na vikako duniani. Sasa swali, vile viumbe wakiviumba vinakuwa wana wa Mungu au wana wa shetani? Wana wa shetani. Wako wana wa shetani vijana wao hapa duniani. Hata sio hiyo tu, Mwanzo sura 6, soma historia hiyo. Kulikuwa kuna wanadamu wamejaa juu ya nchi, walipoongezeka wakazaa binti wazuri. Halafu kuna type 2 ya wanadamu, type 2 ya wanadamu wanaoitwa wana wa Mungu. Hawa wana wa Mungu, ukienda kule kwenye kitabu cha Ayubu, utakuta wana wa Mungu walikuwa wamejizurisha mbele za Mungu. Kwa wana wa Mungu hawa na wana wa Mungu hawa in the same story. Hawa walioko kwa Ayubu ni malaika, na hawa huko pia huwa ni nini? Ni malaika, lakini wamevaa mwili. Wakaoa, wakazaa watu mashuhuri duniani. Wakazaa watu mashuhuri duniani. Walipozaa watu mashuhuri duniani, wale watu ni wana wa Mungu. Tunaulizana, wale watu ni wana wa Mungu? Okay. Swali hapo pasta. Hapo unasema wana wa Mungu. Sasa wale wa kitabu cha Mwanzo ni malaika ambao walitupwa duniani au hiyo ndio sijui. Biblia inasema kukaa kuna wana wa Mungu walitumwa kuja kuzurula, wakatamani wadada, wakaamua kuacha na business ya mbinguni, hatujui. Au ni miongoni mwa mashetani aliyokabisha mwasi Mungu, hatujui. Au kuna wanadamu fulani walikuwa wanaishi wanajulikana kama wana wa Mungu,
nilichoeleza tu hicho, hatujui, ila ni type 2 ya wanadamu ambao hawana asili ya nani? Ya Mungu. Hawana asili ya nani? Ya Adamu. Wao wana genealogy yao, kuna mahali wametokea wao, si mnanielewa? Kuna mahali wametokea wao. Hawa Nefili pia nimekuambia wenyewe wana genealogy yao, kuna mahali wametokea ambao Biblia ukitafuta nzima uioni, utapata tu Wanefili walitokea wapi? Ila hapo okay, labda nikwambie siri. Tunaposema watu wa Mungu na watu wa Shetani, pointi yenu kubwa ilikuwa kwenye nini? Kwamba walioumbwa na Mungu na walioumbwa na Shetani. Ndio ilikuwa pointi yenu. Tunachoeleza kufiri pale ambapo watu walisema yani kwamba kuna watu wamezaliwa automatically ambao ni wakwenda jehanamu na kuna watu wamezaliwa wakwenda mbinguni. Sawa. Okay. Sasa tu prove hiyo na. Maana hili swali ni gumu. Lina pati nyingi, hata tunaweza tukapata maswali mengine ndani ya swali hili. Sasa sikiliza. Kuna kitabu cha Yohana. Leo kanisani nilikuwa naambia watu hivi, kuna aina 4 za wanadamu wanaoonekana kwenye Biblia. Sawa? Aina ya kwanza ni kina Isaka. Hawa wanazaliwa kama wanadhiri. Sawa? Wanadhiri wa Mungu. Hawa wanazaliwa kama wanadhiri. Hawa wanazaliwa kama ahadi, mpango, kusudi special la Mungu. Akina Isaka hapa ndani ndio hapa kina Yohana Mbatizaji, angalia walivyozaliwa. Wako kina Samueli, angalia walivyozaliwa. Wako kina Samsoni, angalia walivyozaliwa. Sawa sawa Mara. Hii ni part 1 ya wanadamu duniani. Na ukisoma hapa utagundua kabisa hawa jamaa huwa wako tofauti. Nenda kasome Warumi. I think sura ya 4. Mtu jaribu kuangalia. Kitabu cha Galatia sura ya 4. Kuanzia mstari wa 21. Hii itatusaidia kuprove hiki kitu kwenye kundi la watu ambao ni kundi wanadamu ambao kwenye kundi la nani? La Isaka. Biblia inasema, niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, hamuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi, mmoja kwa muungwana. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili. Sawa. Tena taratibu. This is Bible. Yule wa muungwana kwa ahadi. Kuna watoto wanaozaliwa kwa ahadi, ni mpango wa Mungu. Ni ratiba ya Mungu. Ni plani complete iliyobeba kitu kilichofichika, kinachotakiwa kije kuweko duniani. Sawa sawa. Hawa tunaitaga wanadamu kundi la Isaka. Ni watu wa ahadi. Kundi la pili ni wanadamu kundi la Ishmaeli. Sawa sawa. Ambao hawa wanadamu kundi la Ishmaeli wanazaliwa kwa mwili. Mungu hana plani nao, wala hana mpango nao. Kama ilivyokuwa kwa Ishmaeli, Mungu hakuwa na mpango naye na Mungu alimkataa. Hata Ibrahimu alipoanza kudai yule mtoto apewe urithi, Mungu alikataa. Kaambia huyu sina mpango naye. Msikilize Sara, fukuza atoke kwako. Simjui. Ni wewe na mke wako ndio mliplani, mkakubaliana, mkaona mzazi. Mimi sina mpango na hiyo kitu inaitwa Ishmaeli. Sina mpango naye.
Akaenda akafika jangwani, chakula kikaisha, mama yake akalia kwa Mungu. Alipolia kwa Mungu, Mungu akamhurumia, akasema kubariki nitakubariki, lakini huna sehemu katika ufalme wangu, ila duniani nitafanyaje? Nitakubariki. Kwa hiyo hawa kina Ishmaeli ndio pia wanaonekana kwenye kitabu cha Yohana. Twende tukasome Yohana 1 kuanzia mstari wa 8. Yohana 1 kuanzia 8. Sura ya kwanza mstari wa 4 tunasema, huyo hakuwa ila nuru. Huyo hakuwa ila ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi. Kulikuwako na nuru halisi. Amtiaye nuru kila mtu. Amtiaye nuru kila mtu. Akija katika ulimwengu. Akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni. Alikuwako ulimwenguni. Hata kwa yeye ulimwenguni. Hata kwa yeye ulimwengu. Ulipata kuwako. Ulipata kuwako. Wala ulimwengu haukumtambua. Wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake wala walio wake. Alikuja kwake wala walio wake hawakumtambua. Basi wote waliompokea. Basi wote waliompokea. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Uwezo wa kufanyika watoto. Ndio wale waliaminio. Ndio wale waliaminio jina lake. Waliozaliwa. Waliozaliwa. Si kwa damu. Si kwa damu. Wala si kwa mapenzi ya Mungu. Si kwa mapenzi ya wanadamu. Wala si kwa mapenzi ya mtu. Wala si kwa mapenzi ya mtu. Bali kwa Mungu. Bali ni Mungu aliplani. Naye neno alifanyika mwili. Yatosha. Mbona kuna aina mbili za wanadamu hapo hapo? Aina ya kwanza ya wanadamu ni kina Isaka, wanaozaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Hawa huwa lazima mbinguni waende. Halo? Hawa huwa lazima mbinguni waende, akina Isaka. Kwa sababu wao wanazaliwa kwa mpango wa Mungu, kwa kusudi la Mungu, kwa plani ya Mungu. Na wao lazima jina la Yesu waliamini. Akina nani? Ina Isaka. Lakini kuna kundi la pili ambao huwa wanamkataa. Wao huwa wanazaliwa kama Ishmaeli. Ni wa mapenzi ya wanadamu. Sio utaratibu, sio mpango wala plani ya Mungu. Hawa hata leo nimwambia watu sidhani kama wanaenda mbinguni, sidhani. Sidhani. Hawa kundi la tatu la wanadamu unaona kule kwenye kitabu cha Mwanzo, ambao wanaitwa wana wa Mungu, ila ni wanadamu, wana wa Mungu. Hawa unaweza kufafanua kwa upana sana. Moja ni mashetani yaliyovaa mwili, inaweza ikawa sawa. Ni mashetani yanayovaga mwili, ni sawa. So na wenyewe ni wanadamu, wanakuwepo duniani. Kundi la tatu ni machotara wanaotoka kati ya hawa na hawa. Hawa wana wa Mungu wanakutana na wana wa wanadamu, wanaoana wanazaa. Inatokea kundi lingine la chotara, nusu mtu nusu jini. Si Biblia inaonyesha bado kwamba walioana wakazaa watu mashuhuri duniani? Wale watu wanakuwa ni nini? Nusu wana wa Mungu, nusu wana wa wanadamu. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Kundi la 4, la 5 ni wanefili. Hawa wanefili hutawaona mahali popote pale wametokea wapi waje wako duniani, ila wako duniani. Sasa vijana, siri ninayotaka kukupa ni hii. Kuna watu ambao kwenda mbinguni hawako kwenye risiti. That is true. Na Biblia imesema, sio mimi, sio mimi. Yaani kuna watu hapo duniani hapa hawaendi mbinguni. Wapo kabisa. Don't fight. Sababu unaweza ukaanza ndani kufight. Na mimi au na mimi huenda nimetokea kwa wanefili. Au mimi nimetokea kwa wale machotala kule waliozaliwa kutoka binti za watu na nani
na wana wa Mungu. Au labda mimi niko kwenye kundi gani? Lakini heshima hili. Where am I? Pointi kubwa ni moja. Kama unamwamini Yesu, uko kundi la. Ndio vile ninavyosema kwa Yohana. Ng'ang'ana na Yesu. Lakini mzee, kuna rafiki yako yuko kule bwenini, hata umchape injili miaka 10. Hana kibebeo ndani yake. Hata kuja kukuelewa. Hata ukimleta kanisani kwa kumshawishi sana atakuja kuwa agent. Sana atakuja kuwa agent. Anaweza kanisani akaanza kuimba kwa, lakini atakuwa agent. Ataanza kuzinisha wana ndio Isaka. Ataanza kuingiza zambini, waweka majaribuni hivyo. Ndio maana leo kanisani watoto kuna vurugu nyingi. Na kibali kwamba hawa ni wachache sana. The rest ni mabilioni. Ndio maana sisi wachache tunataka tupiganie imani. Hakuna sebene kanisani. Hakuna hip hop kanisani. Ukiwa wasidi nyingine, wewe nikikwambia hii unakasirika. Yaani hip hop sitaki watu tunachana tu. Yes, is good. Wewe sio wasili hii. Wewe ni huku. Wana wa Mungu hawabebi chochote cha shetani wakileta kanisani. Wanamjua Mungu wao. Wanajua alivyo mtakatifu. Na ndio maana niwaambie wachungaji wachache sana wanatoka kwenye kundi. Hili si nayo. Wachungaji wengi wanafikia huko. Ndio maana wanaingiza mpaka ipapu na tarabu. Wanakata na viuno kanisani. Ni wa kutoka ufalme mwingine hao. Ni wa kutoka kwenye another group of humanity. They are not in that series of Isaac genealogy. Hakuna. Ndio maana hata kwenye genealogy, sisi tuko kwenye genealogy ya Yesu. Hata kasome kwenye Biblia, utakuta kuna genealogy 2 zilizo kwenye Biblia. Zilizotoka kwa nani? Kwa Adam. Ukienda kwa Adam, utakuta wamegawanyika. Moja, kulikuwa kuna Kaini. Kaini huyo ana kizazi chake ambacho hiki kizazi mzee hiki bala. Hiki kizazi ndio kilianzisha sebene nini? Kasoma kwenye Biblia. Hawa walianza kuwa wanamuziki na nini? Genealojia. Na hutakuta wachembe wote ikaingia kwenye genealogy ya Yesu. Ndio maana mwe makini. Kitu kinakuja tu kanisani hapo kinaanza kufundisha. Dance hivi unakiambia we stop out. Wewe sio kwetu wewe. Wewe mbona mkolofi? Mbona tuna uhuru katika Bwana? Mwambie wewe uhuru ni wa kwenu nyewe wa ufalme ule. Sisi kwetu tunamwabudu Mungu kwa roho. Full stop. Himisha hiyo. Mimi sikwambii basi kumelewa. Nenda kasome kizazi hii ya Kaini aliyemuua ndugu yake Habili. Sawa Habili ni kizazi kingine ambacho kilikanseliwa. Akaja mdogo wake anaitwa Seti. Baada yake huyu ndio aliunda kizazi kilichoteremka mpaka kwa Yesu. Wewe ukamkuta hapa yuko hapa. Hivi vitu vina formula. Kuna watu waendi mbinguni original, yani wao waendi mbinguni. Hata atoe sadaka milioni 10 haendi. Kwa nini? Yeye hayuko kwenye genealogy ya watu wa nini? Wa mbinguni. Wa Ibrahim, wa Daudi, wa mbinguni. Hayuko. Hayuko. Biblia inasema wasio haki wamejitenga tangu tumboni. Sio mimi nasema. Mimi najaribu kukupeleka kwenye nini? Maandiko. Kuna watu tangu tumboni wamejitenga, wao ni wa jehanamu. Sasa ndio maana kwa sababu hili swali linakuwa kubwa sana kutoka kwenye kona hiyo moja. Ina maana mimi naweza kuwa niko kwenye hao washinda mbinguni ndio inasumbua kama mnakulogo. Sikiliza. Kama wewe una mpango wa kwenda mbinguni, kitu cha kwanza umwamini Yesu.
Kitu cha pili, maandiko yanasema wamwabudu Mungu, wamwabudu kwa roho na kweli. Wajaze Roho Mtakatifu wafe. Leo nakuta tu kanisani mawigi, manini, suruale, wanakata viuno, ni wa vizazi hivi. Watu wa Mungu wakisha okoka, Roho Mtakatifu tuambia ndani, suruale ni kosa, vaa hivi. Hii ama takataka yatoa, makeup tupa mbali kwa wana wa Mungu wamekufa kwenye mambo ya dunia. Hivi mnaelewa? Wamekufa kwenye mambo ya dunia. Hata akija hapa anarudisha kwa roho na kweli, akiongoza sifa kwa roho na kweli, akitoka hapa hana mbwembwe. Wakija wale wengine wale wakampa ongoza sifa, hebu hiyo drum siongeza volume kwanza, alafu piga sebene hivi anazikiki, wanaanza kiuno, wako kanisani. Another generation, another genealogy. They are not of Isaac, they are not of Saint genealogy, they are from Cain. Ukitaka kwenda mbinguni mzee, hata it is something we have to be very careful. Tunamwabudu Mungu kwa roho na kweli. We are serious. We are doing things properly according to Bible instruction. No addition, no reduction. Full stop. Hawa watu wa Mungu furaha yao ni moja. They are satisfied with God. Waka wana kingine. Yaani wao na Mungu ndio furaha yao. Magari, majumba, sijui manini, hawana hata muda. Hata Mungu akiyaleta ni kama hawana. Yaani mtu anaweza kuwa na gari hata kukutania, ujue hata kama ana gari, amepaka anaenda kwa Mungu. Mzee gari ameandika, yaani hivi sasa anatoka mazoezi bwana. Kumbe anaenda kwa Mungu. Wale wa kizazi kingine hata akisimama kujitambulisha. Mungu kanipa range. Unajua sisi watu wa mbinguni hapa tunatembea range. Sisi bwana. Au wewe si wa mbinguni mzee? Wa mbinguni wanajisifu katika Bwana, kama Paulo alivyosema. Ukijisifu, jisifu katika Bwana. Wanamwaga hivyo. Wanadamu tumejitenga. Yaani hivyo tu. We can never be mixed. Never. Tunaweza tukakaa pamoja. Kama Yesu mwenyewe alisema, usingoe magugu, yaache tu yakae pamoja. Hakuwa anamaanisha kanisani. Ni duniani hapa. Tumechanganyikana lakini hatutachanganyikana. Tumechanganyikana lakini hatutachanganyikana. Wa Mungu atakuwa kivyao, wa shetani kivyao. Hivyo wa shetani watakuwa na makanisa yao, wa Mungu watakuwa na makanisa yao. Ndio maana usije ukaomba Mungu bibi fulani ife. Haifi, ipo pale kwa ajili ya kwao. Unaomba nabii fulani na yukanywa kwako Mungu. Kama sio kwako aondoke duniani, aondoki. Yuko pale kwa ajili wanaotakiwa waangamie. Yuko pale kwa ajili wanaotakiwa waangamie. Na atapata wateja wake. Ndio maana mchungaji yote wa kweli, mchungaji yote wa kweli, hii kauli Bwana anaongea. Hata akifungua kanisa huwa linajaa very slow. Very slow. Na hata kwa kuna miujiza watu wakajeni. Yeye akisimama hivi, anaona watu 5 6. Ingawa kanisa lina watu 200, 500, 10,000. Lakini yeye akikaa hivi anataka sasa hapa kanisa ni watu 7. Ndio kanisa. Hao wengine ni watafuta mikate. Wamekuja kuzurura wapate miujiza. Kama nisa. Mtafute mchungaji yote wa kweli. Ukiingia kanisani kwake utakuta kuna makanisa haya. Mawili ndani ya kanisa hili. Utakuta amegawa vikundi fulani vya watu ambao wako serious na imani. Na ana programu zake za kujitegemea na hao. Anawalea, anawatunza, anawafundisha utumishi nini, alafu anakuwa na programu na wote. Hata kama wewe ni wa Kaini, njoo. Wewe ni wa Wanefili, njoo.
onyo uondoke. Kwa hiyo iko hivyo, msipate shida. Jana mlipo na yeye lazima mpate wateja. Haikuandaliwa kwa ajili ya Mungu, ila ni wale ambao, kwa sababu unajua kuna watu wanaumiaga sana. Hivi kwa nini mtu asimwamini Yesu? Kumwamini Yesu ni kanuni. Wewe nimefundisha. Kumwamini Yesu ni kanuni. Mpanzi alienda kupanda mbegu shambani. Nyingine ziko kwenye udongo mzuri, nyingine ziko njiani, zingine ziko sijui kwenye miba, kwenye mawe. Sawa eh? Sasa sikiliza. Iliyoka kwenye udongo mzuri ndio ikazaa. Katika dunia hii kuna watu ambao mioyo yao asili yao ni Mungu, ni udongo mzuri kwa mambo ya Mungu. Wakisikia neno injili wanafurahi, wakisikia utakatifu wanafurahi. Ndio chakula. Yaani tumetengenezewa mmeng'enyo wa chakula. Wewe kale kama ng'ombe uone kama ufi. Kajaribu leo uwe kama ng'ombe, kama yule mjinga aliyewalisha majani kule South Africa Kusini, Zimbabwe. Bwana sasa mimi ni mchungaji, nyenye ni kondoo. Haya tuende mkale majani. Wakaenda majani. Ajinga. Wao kila majani unakufa mabichi. Unakufa kwa nini? Una vimeng'enya vya majani. Una vimeng'enya vya nini? Vya majani. Ndio vilivyodesigniwa huku ndani. Bakteria wale wa kuozesha majani, sijui na nini, wale wanaosoma sayansi. Hakuna kwenye tumbo. Wewe unatakiwa ile vitu vilivyorostiwa ndio vitakutana na vimeng'enya vyake iwe salama. Sawa? Ndivyo tulivyoumbwa pia. Huyu moyo wake sio huyu. Ingawa wote tunaenda mbinguni sasa sasa. Kuna watu ambao ndani ya mioyo yao neno la Mungu haliwezi likakaa likamea. Hakuna. Yaani kwanza likija lina mkelakela, lina mziuzi. Yaani ukimwambia usizini hakuelewi. Yaani hakuelewi kabisa. Yaani huyu jamaa wanawake wa Mungu walini kwanza. Wanaume walini kwanza. Jivinjali ndio kilichoko moyoni mwake. Hata aje awe askofu. Ndio maana manabii wengi wako kwenye grupu hilo. Biblia inasema kujifunza kwenye kitabu cha Timotheo. Timotheo anajaribu kumpa siri yake na Himeneo na watu wengine waovu walioacha imani. Sawa eh? Kujifunza lakini wasipate ujuzi wa kutenda mema. Ni askofu, ni mchungaji, ni nabii anafundisha, lakini yeye hana hicho kibebeo. Yuko pale kama business. Piga hela za watu nini hata kama kwenda kusini. Akitoka hapo dhambi kama kawaida. Kwa nini? Hajadesigniwa kutenda mema. Na kuna watu wamedesigniwa kutenda mema. Yaani wao kila kwanza najisikia vibaya. Nafikia wewe nisamee hata kama ni umenikosea nisamee. Yule unajua kuna mtu unamkosea pia anaomba msamaha.